Kiongozi mwadhamu ateua makamanda wapya katika nyadhifa mbalimbali za jeshi la Iran. Kiongozi mwadhamu wa mapinduzi ya Kiislamu ya Iran amefanya uteuzi mpya katika baadhi ya nyadhifa za juu za kijeshi nchini, huku akimteua Brigedia Jenerali Hamad Vahidi kwa kamanda mpya wa jeshi la walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu IRGC. Uteuzi huo ni sehemu ya mabadiliko katika uongozi wa juu wa kijeshi nchini Iran, ambapo makamanda wapya wamepewa majukumu katika taasisi mbalimbali za kijeshi. Katika amri 6 tofauti zilizotolewa Jumatatu, kiongozi mwadhamu Ayatollah Said Mojtaba Khamenei amefanya uteuzi mpya katika nyadhifa za juu za kijeshi, ambapo kwa mujibu wa uteuzi huo, Meja Jenerali Ali Abdullahi ameteuliwa kwa mkuu wa majeshi ya Iran, huku Brigedia Jenerali Qumaz Haidar akiteuliwa kwa naibu wake. Aidha, Meja Jenerali Hamad Vahidi ambaye amepandishwa cheo na kuwa Meja Jenerali ameteuliwa kwa kamanda mkuu wa jeshi la walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu. Vilevile Meja Jenerali Mustafa Izadi ameteuliwa kwa naibu kamanda mkuu wa IRGC. Admaya Ali Ozamei ameteuliwa kwa kamanda wa jeshi la wanamaji la jeshi la walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu. Wakati huo huo, Hoja Toleslam Hossein Taibu ameteuliwa kuwa mkuu wa taasisi ya kujitolea ya Basij. Kiongozi mwadhamu ameeleza vipaumbele vitatu muhimu kwa mkuu mpya wa majeshi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, akisisitiza haja ya kuimarisha uwezo wa ulinzi na usalama wa majeshi ya nchi pamoja na vikosi vya kujitolea vya Basij. Ayatollah Mojtaba Khamenei amesisitiza umuhimu wa kuimarisha uwezo wa kina wa kisiasa na unaoendelea na unaoendana na mahitaji ya sasa katika nyanja za ulinzi na usalama wa majeshi ya Iran na vikosi vya kujitolea vya Basij. Aidha, ametoa wito wa kuweka mazingira yatakayowezesha majibu ya kimapinduzi na yenye ufanisi dhidi ya vitisho vya aina zote na katika viwango mbalimbali vinavyoweza kuikabili Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Vilevile, Rais wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran Masoud Pezeshkian amekutana na kiongozi mwadhamu wa mapinduzi ya Kiislamu Ayatollah Said Mojtaba Khamenei, ikiwa ni mwanzo wa mwaka wake wa 3 tangu aingie madarakani. Katika mazungumzo yao wamejadili masuala mbalimbali muhimu yanayohusu uchumi na ulinzi wa nchi. Mazungumzo haya yaligusia mahitaji ya kimaisha ya wananchi, hali halisi na mwelekeo wa baadaye wa vita vya chokochoko na uvamizi vinavyoendeshwa na Marekani na utawala wa kizayuni wa Israeli dhidi ya Iran, maendeleo ya kijeshi pamoja na mbinu za kulinda rasilimali na kudhibiti matumizi ya sarafu ya rial, fedha za kigeni, nishati na ushirikiano kwa na washirika wa nje. Mkutano huu unakuja wakati kukiwa na uwezekano wa kuongezeka kwa uhasama kati ya Iran na Marekani baada ya upande wa pili Marekani kushindwa kufikia malengo yake iliyotangaza katika vita visivyo na msingi wowote dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu. Marekani na utawala wa kizayuni wa Israeli zilianzisha awamu yao ya pili ya vita dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu mnamo Februari 28. Vita hivi vilianza kwa mauaji ya kigaidi dhidi ya kiongozi mwadhamu wa mapinduzi ya Kiislamu Sayyid Ayatollah Said Khamenei pamoja na makamanda na maafisa kadhaa wa ngazi za juu. Baada ya hapo, Ayatollah Said Mojtaba Khamenei alichukua hatamu za uongozi wa mapinduzi ya Kiislamu. Mnamo Julai 6, 2024, Pezeshkian alichaguliwa kuwa rais baada ya kushinda duru ya pili ya uchaguzi wa rais wa mwaka 2024 uliotawaliwa Julai 5. Alipewa rasmi mamlaka ya urais na Ayatollah Said Khamenei mnamo Julai 28, 2024 na kuapishwa mbele ya bunge la Iran tarehe 30 Julai. Uchaguzi wake ulikuja miezi kadhaa baada ya rais wa zamani Ibrahim Rais kufa shahidi katika ajali ya helikopta. Wakati hayo ikiendelea, Jamhuri ya Kiislamu ya Iran imezindua teknolojia ya kiasili kwa ajili ya kubuni uhandisi wa kijeshi, uzalishaji wa virusi vya oncolytic vinavyoua seli za saratani. Virusi hivi vina uwezo wa kuzaliana kwa kuchagua ndani ya seli za saratani, hatua inayofungua njia za maendeleo ya tiba za kigeni na virusi kwa ajili ya saratani ambazo zimekuwa ngumu kutibiwa na njia za kawaida. Teknolojia hiyo ilizinduliwa Jumapili katika hafla iliyoadhimisha kumbukumbu ya miaka 46 ya kuanzishwa kwa Akademia ya Elimu, Utamaduni na Utafiti iliyofanyika katika Chuo cha Sayansi na Utamaduni mbele ya Rais Dr. Masoud Pezeshkian. Mradi huu umeendelezwa na kikundi cha utafiti cha maendeleo ya teknolojia ya tiba ya saratani katika Taasisi ya Kitaifa ya Saratani chini ya uongozi wa mkuu wa taasisi hiyo Dr. Ramim Saramifaroshan. Mradi huu umeanzisha jukwaa la kwanza la kiteknolojia la ndani ya Iran kwa ajili ya kubuni, kufanya uhandisi wa kijeni, kuzalisha na kusafisha virusi hivi. Katika hafla hiyo, Akademia ya Elimu, Utamaduni na Utafiti ilitangaza pia kuanza kwa jaribio la kwanza la kimatibabu nchini Iran linalotumia teknolojia hiyo. Virusi vya oncolytic vimebuniwa kulenga seli za saratani pekee, kuzaliana ndani yake na kuziharibu, huko vikipunguza athari kwa seli zenye afya, hivyo kutoa matumaini mapya kwa wagonjwa wanaosumbuliwa na saratani sugu. Teknolojia hii inachukuliwa kuwa mbinu yenye matumaini makubwa
kwa ajili ya kutibu saratani ambazo zimeshindikana kutibiwa. Mradi huu umekutanisha teknolojia za hali ya juu katika sayansi za virusi, uhandisi wa kijeni, bioteknolojia na uzalishaji wa bidhaa za juu za kimatibabu. Waziri wa Afya Daktari Mohamed Reza alisifu kazi ya Akademia ya Elimu, Utamaduni na Utafiti katika tiba na utafiti wa saratani, akielezea taasisi hiyo kama kiungo muhimu kati ya uwezo wa kisayansi na mahitaji ya vitendo ya nchi. Vile msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Iran anasema makubaliano ya ulinzi yaliyosainiwa hivi karibuni kati ya Saudi Arabia, Pakistani na Uturuki yanaonyesha mtazamo wa mataifa ya kikanda kuhusu udanganyifu wa Marekani linapokuja swala la usalama. Ismail Bagay ametoa matamshi hayo katika mkutano wake wa kila wiki na waandishi wa habari mjini Tehran, akijibu swali kuhusu msimamo wa Iran juu ya mkataba wa pande tatu unaojulikana kama mkataba wa pamoja wa ulinzi wa Maka. Amesema tukio hilo linaonyesha mabadiliko katika mtazamo wa nchi za kanda hii linapokuja swala la usalama. Kutokana na matukio ya kipindi cha miaka miwili au mitatu iliyopita, nchi za kikanda zimegundua kuwa usalama si bidhaa inayoweza kununuliwa kutoka kwa madalali bandia wa usalama. Saudi Arabia, Uturuki na Pakistan zilisaini mkataba wa pamoja wa ulinzi wa Maka Ijumaa iliyopita kwa lengo la kuimarisha ulinzi wa pamoja dhidi ya kitendo chochote cha uchokozi. Katika taarifa pamoja waliotia saini mkataba huo, walisema kwamba shambulio la kutumia silaha dhidi ya mojawapo ya nchi hizo tatu litatambuliwa kama shambulizi kwa wote. Taarifa hiyo iliongeza kuwa mkataba huo unalenga kuimarisha usalama pamoja na kukuza amani, usalama na utulivu katika eneo la magharibi mwa Asia na kwingineko. Vilevile, waziri wa mambo ya nje wa Iran amesema kwamba mazungumzo na Oman kuhusu lango bahari la Hormuz yapo kwenye hatua za mwisho, na kuongeza, bila shaka hii ina maana kwamba lango bahari la Hormuz litafunguliwa. Ufunguzi wa lango la Hormuz unategemea masharti mengine. Akizungumza, waziri wa mambo ya nje Said Abbas Araghchi ametangaza kuwa mazungumzo ya Iran na Oman kuhusu lango bahari la Hormuz imepiga hatua, akisema mazungumzo na Oman yanahusu kuainisha njia mpya za baharini kupitia lango bahari la Hormuz. Mazungumzo haya yanaendelea vizuri na yapo kwenye hatua za mwisho. Ameongeza kuwa njia za zamani zitabadilishwa na nafasi yake inachukuliwa na njia mpya. Wataalamu wanafanya kazi kwenye ramani. Waziri wa mambo ya nje wa Iran amekumbusha kuwa bila shaka hii haimaanishi kufunguliwa makubaliano yanaweza kufikiwa, lakini kufunguliwa lango bahari unategemea kutimizwa masharti mengine ambayo yametolewa na wapatanishi. Said Abbas Araghchi ameendelea kuambia waandishi wa habari kwamba njia za baharini za lango bahari la Hormuz ziliainishwa mwaka 1968 wakati wa vita vya hivi karibuni. Ilionekana kwamba njia hizi lazima zibadilishwe na kwamba ni muhimu kufanya mabadiliko kwenye njia za baharini, jambo ambalo wataalamu wetu wanafanya kwa sasa na wa Oman. Araghchi pia amesema kwa sasa hatuna mazungumzo yoyote na Marekani. Amesema kuna ubadilishanaji wa ujumbe kupitia upatanishi. Hii haitwi mazungumzo, inaitwa ubadilishanaji wa ujumbe. Wapatanishi bado wanajaribu kutengeneza misingi ya mazungumzo. Waziri wa mambo ya nje wa Iran amefafanua kwa kusema, kwa maoni yetu hakuna uwezekano wa kuanza tena mazungumzo hadi pale ukiukwaji wa mkataba wa maelewano utakapokoma na Marekani ifidie kile ilichokiuka katika mkataba huo wa Islamabad. Vilevile, afisa wa ngazi ya juu usalama wa Iran kwa mara nyingine tena amesisitiza kuwa nchi hiyo haitalegeza vikwazo vya usafirishaji kupitia lango bahari la Hormuz hadi pale Marekani itakapobadilisha mwenendo wake mbele ya Tehran. Mohammad Bagher Zolkadri, katibu baraza kuu la usalama wa taifa la Iran, alisema katika ujumbe wake siku ya Jumamosi kwamba sera ya Iran katika kuaminiana na Marekani ni kuepuka makubaliano yoyote ambayo yangekiuka haki ya wananchi wa Iran. Anasema baraza kuu la usalama wa taifa la Iran halitarudi nyuma kamwe, iwe ni vitani au katika mazungumzo. Ameeleza Bagher Zolkadri ambaye taasisi yake ndiyo inayofuatilia mzozo sasa kati ya Iran na Marekani. Iran imeweka vizuizi vya usafirishaji kupitia lango bahari la Hormuz tangu siku za awali za vita vya kichokozi vilivyoanzishwa na Marekani na utawala wa Kizayuni wa Israeli mwezi Februari mwaka huu. Njia hiyo ya maji inakidhi 1/5 ya mahitaji ya mafuta na 1/3 ya usambazaji wa mbolea duniani. Katika ujumbe wote kwa vyombo vya habari vya Iran katika maadhimisho ya siku ya taifa ya waandishi wa habari, mkuu wa baraza kuu la usalama wa taifa la Iran ametaja masharti 6 makuu ambayo Iran inayaona kuwa ni muhimu kwa ajili ya kufunguliwa tena lango bahari la Hormuz. Masharti hayo ni pamoja na Marekani kujipusha na vitisho na kuvunjia heshima matukufu ya taifa la Iran, kukomesha kabisa uchokozi dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu na washirika wake wa kikanda, kuondoa mazingiro ya majini na vikwazo vyote dhidi ya Iran, kurejeshea mali zake zinazozuiliwa na kulipia fidia kwa uharibifu uliotokana na uchokozi huo. Ni kuambia hivi, hatujamaliza. Shukran kwa Babe wa Kivita.